Habari za mchana. Karibuni sana. Kwanza mtuie radhi, unajua leo Jumamosi lazima tuanzie jumuiya. Hasa sisi wa Katoliki pure lazima tuanzie jumuiya at least. Ujumuike na familia zako za mtaani, then uendelee na majukumu yako. Kwa hiyo mbele yenu ni waumini wa Katoliki na tuna taarifa ya waumini wa Katoliki kuhusu matusi ya Askofu Ruwa'ichi madhabahuni. Sisi binafsi tuna tamko letu, tuna taarifa yetu. Kwa hiyo tumependa waandishi wa habari hii taarifa iwafikie Wakristo wote. Tunapingana na kauli zilizotolewa na Thaddaeus Ruwa'ichi kutumia mimbari kueneza chuki, kutisha waumini na kuwavua Ukristo badala ya kujibu hoja halali zinazowasilishwa kwa balozi wa Vatican. Mimi Macdeo Shilinde na ndugu yangu hapa Gerard Abel, waumini wa kanisa Katoliki, tunatoa taarifa hii kwa umma na kwa vyombo vya habari tukiwa na huzuni kubwa, masikitiko ya dhati na wasiwasi wa kina wa kiimani kufuatia kauli zilizotolewa na askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Huyu ni askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, Judice Thaddaeus Ruwa'ichi, wakati wa umaria ya misa takatifu ya Christmas tarehe 25 Desemba 2025. Kauli hizo kwa mtazamo wetu na kwa mtazamo wa waumini wengine zimevunja misingi ya mafundisho ya Kikristo, zimekiuka maadili ya uongozi wa kiroho, zimeacha majeraha makubwa ya kisaikolojia na kiimani miongoni mwa waumini. Namba moja, membari ya kanisa sio jukwaa la matusi. Tuelewane, membari ya kanisa sio jukwaa la matusi. Membari ya kanisa Katoliki ni mahala patakatifu palipowekwa kwa ajili ya kuhubiri neno la Mungu, kuimarisha imani ya waumini, kuwafariji wenye huzuni na kuwaongoza waumini katika njia ya mapendo, uvumilivu, mshikamano na imani. Haikuwekwa kwa ajili ya kuhubiri chuki, kuwatisha waumini, kushambulia dhamira zao wala kuwavua hadhi yao ya Ukristo hadharani. Biblia inasisitiza wazi kwamba wahubiri wa Injili wanapaswa kuwa wajenzi wa amani na wapatanishi, si wachochezi wa hofu wala watengenezaji wa mgawanyiko. Biblia inasema hivyo. Natoa mfano hapa neno kwenye Biblia tunaona kuna Mathayo 5:9. Naomba ninukuu. Heri ya wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu, ikionyesha wazi kuwa kiongozi wa kiroho anapaswa kuunganisha waumini na sio kuwagawa. Pia inasema Biblia, ukifungua sura ya Kolosai 4:6, neno lenu na liwe daima na neema, ikisisitiza kuwa maneno ya viongozi wa kanisa yanapaswa kujenga na kutia moyo, sio kudhalilisha wala kubomoa. Pili, maneno makali yalotamkwa madhabahuni yasiyofanana naye. Kiukweli Ruwa'ichi mimi naweza kusema ni baba yangu kiimani. Hasa kiimani kwa sababu sisi wakazi wa Dar es Salaam, hasa jimbo kuu la Dar es Salaam, kila baada ya misa au kila kwenye misa lazima tutamuombea Ruwa'ichi ili atuongoze kwa weledi na kwa stahiki. Lakini hiyo kama itoshi, mimi mwanangu amepata kipaimara, Ruwa'ichi ndio alikuwa pale mbele. Sasa kwa maneno makali aliyotamkwa na madhabahuni yasiyofanana naye, katika umaria hiyo askofu mkuu alitumia maneno mazito na ya kudhalilisha, akiwataja waumini kwa msamiati kama lofa, mpumbavu, njaa, msaliti na ndume wa kuili. Kweli kwa maneno kama hayo yanatoka kwa kiongozi wa kiroho. Maneno haya ni matusi ya moja kwa moja yanayobeba hukumu nzito ya maadili na dhamira, na hayana nafasi katika mahubiri ya Kikristo. Yanapaswa kuongozwa na upendo na haki. Hata sisi waumini ambao tumeenda mafundisho yote kuanzia komunio, kipaimara, hivi vitu ukivisikia vinatajwa na kiongozi wako wa kiroho, kiukweli lazima ustuke kidogo.
Lakini pia Biblia inaonyesha wazi dhidi ya matumizi ya lugha ya matusi na hukumu. Yesu Kristo mwenyewe anasema, na nukuu kwenye Mathayo 7:1, usimhukumu mtumishi wa mtu mwingine, akisitiza kuwa hukumu ya mioyo ni ya Mungu pekee. Tunauliza kwa haki, kwa dhamira safi, ingekuwaje kama askofu mwenyewe angeitwa kwa maneno kama hayo madhabahuni? Je, kanisa lingeona hilo kuwa ni fundisho sahihi kwa Injili? Kama yeye kweli Lowaichi na Twitter sisi waumini ni maarufu wapumbavu. Sasa what if sisi waumini tuseme kiongozi wetu yuko kama alivyotaja sisi waumini wake, kanisa lingesemaje? Nyinyi waandishi wa habari wenyewe, kanisa lingesemaje? Kwa hiyo ukirudi kwa maandiko ya kiroho, Mtume Paulo anaongezea, usimhukumu mtumishi wa mtu. Okay, hii nishasema. Tunauliza kwa haki na kwa dhamira safi, ingekuwaje kama askofu naye angegewa hayo maneno mazito? Kama maneno hayo hayakubaliki yakielekezwa kwa askofu, basi hayapaswi kabisa kuelekezwa kwa waumini. Namba 3, kupingana na kuburuzwa kwa waumini hadharani. Hii tusikizane, ndio la muhimu sana. Mafundisho ya Kikristo hayaruhusu kuburuzana hadharani, hasa kama wewe ni Mkristo umepitia hatua zote 3, umebatizwa, umepata komunio ya kwanza, umepata kipaimara. Hivi vitu lazima utavielewa. Biblia inaelekeza kwamba kama kuna tofauti au malalamiko, yashughulikiwe kwa hekima na faragha. Kwa hekima na faragha. Yesu anasema, naomba ninukuu Mathayo 18:15, ikiwa ndugu yako amekukosea, nenda kamuonyeshe faragani. Aidha anaonya, msiwakwaze wadogo hawa kwenye Mathayo 18:6. Kuburuzwa kwa waamini madhabahuni ni kuwakwaza, kuwadhalilisha na kuharibu imani yao ya kiroho. Hoja yetu ya 4, hoja zilizowasilishwa Vatican hazijajibiwa. Ni muhimu kusisitiza kwamba chanzo cha mjadala huu ni barua halali iliyowasilishwa kwa balozi wa Vatican nchini Tanzania na waumini wenzetu waliotanguliwa, Stanislaus Nyakungu na Elia Faustini. Nafikiri yote mliona, waandishi wa habari, waumini wenzetu walitangulia, walipeleka barua Vatican, lakini kama ilivyotokea kiongozi wetu wa kiroho akajibu pasipo sisi kupata majibu ya waumini wenzetu waliotanguliza hiyo barua. Kwa hiyo barua hiyo ilikuwa ni ombi la kanisa kuomba tathmini ya uchunguzi juu ya mwenendo wa Padri Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, anayelalamikiwa kuhusishwa na siasa za chama kimoja cha Chadema. Naomba nikitaje. Tunashangaa kumsikia askofu wetu na wengine wakiacha kujadili maudhui ya barua ile na badala yake kuporomosha matusi, kejeri na dharau. Waumini walioamua kupaza sauti kupigania hadhi ya heshima ya kanisa. Hoja ya 5, zama za viongozi wa dini kutisha na kujiona hawakosei zimepitwa na wakati. Kwa mfano, sisi tupo kwenye maparokia huko, kuna viongozi ambao mapadri wanatuongoza katika parokia zetu, lakini wana vitu wanavifanya, sisi waumini tunakaa kimya, lakini zama zimepitwa na wakati. Mimi ndageni mfano, mimi binafsi nipo parokia ya Mtoni, nilipokulia parokia ya Mtoni Takatifu Bakita pale. Sisi tuna ujenzi wa kanisa. Ujenzi wa kanisa tuna michango kama unavyojua waumini wa Roma. Tunachanga, lakini mwisho wa siku hela zinapokuja kuonekana kwenye mahesabu hazipo, nani analaumiwa? Kiongozi wa pale. Lakini waumini wanashindwa kusema kwa sababu tulikuwa tumejengewa hofu hiyo kwamba kiongozi wa dini hakosei. Sasa zama za viongozi wa dini kutisha na kujiona hawakosei zimepitwa. Tunasema kwa uwazi kwamba zama za viongozi wa dini kujiona hawakosei, hawaulizwi na wao ndio dini zimepita. Kanisa la leo linahitaji viongozi wanaosikiliza waumini, wanaoheshimu dhamira zao na wanaotambua kuwa kanisa linajengwa juu ya waumini wote, sio juu ya mtu mmoja au ofisi moja. Naomba nirejee kwenye Biblia. Biblia inahimiza umoja na mshikamano. Ikisema hivyo Biblia inahimiza pia. Ukiangalia Waefeso 4:3,
jitahidini kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha imani. Hoja yetu ya 6, padri, askofu na dhana ya kanisa. Naomba nielezee hili. Tunaposema bila kuzunguka maneno, padri si kanisa, askofu si kanisa. Kanisa ni waumini, na waumini ndio sisi, baadhi yao tuko mbele yenu. Kiongozi wa dini anapaswa kuwa muunganishi wa waumini na jamii, si mtengenezaji wa mikanganyiko. Kanisa Katoliki tunaloliabudu linapaswa kuwa kimbilio la wote bila kujali misimamo ya kisiasa, si kumbatio la wachache wanaonekana kuwa karibu na mamlaka. Hoja yetu ya 7 tunasema hivi: imani sio utaifa. Imani sio utaifa. Tunasisitiza pia kwamba sisi tulizaliwa wa Tanzania moja kwa moja. Mimi sijafuata mafundisho kuwa Mtanzania wala sijabatizwa kuwa Mtanzania. Utanzania wetu ni wa kuzaliwa. Wakati huo Ukristo wetu ni wa hiari, mafundisho na kadhalika. Ndio maana sisi tunapozaliwa tunaanza kwanza, lazima ubatizwe. Ukishabatizwa upate komunio ya kwanza. Ukishapata komunio ya kwanza, kipaimara, then unakuja kwenye daraja la mwisho la ndoa takatifu. Basi kama upo kwenye ndoa takatifu utaenda kwenye upadirisho. Au ndo madaraja ya makuu mawili ya mwisho, ndoa na upadirisho. Kwa msingi huo hakuna kiongozi wa kanisa, hakuna kiongozi wa kanisa aliye na mamlaka ya kutuvua Ukristo wetu kwa kauli za mimbarini wala kwa matusi hadharani. Hoja yetu ya 8, ndugu waandishi, katika hitimisho tunatangaza hadharani kuwa tunaungana kikamilifu na waumini wenzetu waliotangulia kupeleka barua kwenye ubalozi wa Vatican, Stanislaus Nyakungu na Elia Faustini, waliowasilisha barua kwa balozi wa Vatican. Tunasimamia hoja zao kikamilifu na tunasisitiza kwamba Kanisa Katoliki halipaswi kuingiza katika siasa za chama kimoja, hususani ni Chadema, kupitia kauli na mienendo ya padri yoyote. Kwa msingi hiyo, sisi pia tutawasilisha malalamiko rasmi kwa balozi wa Vatican kuhusu Padri Charles Kitima kwa kuingiza kanisa katika siasa za chama kimoja na kuchafua taswira ya kanisa. Na pia tunawasilisha malalamiko dhidi ya Askofu Judice Tadeus Ruwaichi kwa kuwatukana waamini hadharani na kuwavua hadhi ya Ukristo kwa kauli za membarini. Tunasema haya kwa dhamira njema ya kulinda kanisa, si kulishambulia. Kanisa Katoliki ni kubwa kuliko mtu yoyote, cheo kimoja au ofisi moja. Kanisa ni kubwa kushinda vyote hivyo. Kanisa la Kikristo hujengwa kwa mapendo, haki, umoja na mshikamano, na sio kwa matusi, hukumu, hofu wala upendeleo wa kisiasa. Hilo ndio lilikuwa hitimisho letu na hoja yetu ya mwisho.